Binadamu wengi wanaamini kuwa mkimya ni udhaifu, na ndiyo maana wanapenda kutumia midomo kuliko masikio yao. Moja kati ya siri ambazo binadamu wengi hawazijui. Tafiti mbalimbali katika ulimwengu wa kisaikolojia zimekuwa zikibaini kuwa tabia ya ukimya ina nguvu kuliko tabia ya uongeaji. Inawezekana limekushangaza hili. Ni kweli kabisa, binadamu wa kimya wana nguvu katika maisha ya watu wengine kuliko binadamu wanaopenda kuongea kuliko binadamu wengine. Katika video hii nitakwenda kukwambia nguvu 5 za ukimya ambazo binadamu wengi hawazijui, na ni nguvu ambazo zitakwenda kukushangaza, kwani ukishaweza kuijua siri hii, inawezekana kuanzia leo ukaacha tabia ya kuongea kupita kiasi kwenye maisha yako. Kama nawe ni moja kati ya binadamu waliovutiwa na video hii, amini mada hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni nguvu 5 za ukimya ambazo ukizijua na kuishi nazo, maisha yako yatabadilika. Namba 1, ukimya unaweza kukupa nguvu ya kujitawala kuliko tabia ya uongeaji. Moja kati ya siri mbalimbali ambazo binadamu wengi hawazijui ni kuwa pindi mwanadamu anapokuwa mkimya, uwezo wake wa kujitawala huwa unakuwa mkubwa kuliko pindi mwanadamu anapokuwa mzungumzaji. Unajua kwa nini? Mwanadamu anapokaa kimya, hata anapokuwa na hasira, unaweza usijue wala kuiona hasira yake, lakini pia anaweza kuepuka kuzungumza maneno ambayo pindi hasira itakapoisha atakuwa mwenye majuto, kwani binadamu wengi wazungumzaji kupita kiasi wanapokuwa na hasira, kupitia maneno yao unaweza ukajua ni kwa kiasi gani wamekasirika. Wanapenda kuzungumza maneno yasiyofaa, lakini kumbuka, hasira ni kitu ambacho kinaweza kuishi ndani ya kifua cha mwanadamu kwa muda mfupi sana. Hasira inapoisha, watu wengi waongeaji hujikuta wakijutia maneno ambayo walikuwa wanayazungumza mbele za watu, lakini kuna wakati wanajikuta wapo katika mikono ya sheria kwa sababu wamezungumza mambo yasiyofaa mbele za watu ambao hawakustahili kuambiwa maneno hayo. Hivyo uwezo wao wa kujitawala huwa unakuwa ni mdogo. Lakini mwanadamu ambaye hata anapokuwa na hasira bado anakuwa kimya, ukimya huo huwa unamfanya mtu atathmini hata kabla ya kuzungumza, na hali hiyo huwa inamfanya mwanadamu wa kundi hili awe na uwezo mkubwa wa kujitawala kihisia kuliko wanadamu wengine. Namba 2, ukimya humfanya mwanadamu aonekane mwenye busara kuliko binadamu wengine. Watu wengi wanapenda kuzungumza kila wakati ili waonekane wao ni wajuaji wa mambo mengi kuliko binadamu wengine. Mara nyingi binadamu hawa wana utamaduni wa kutumia mdomo kuliko masikio yao, pamoja na tamaa yao ya kutamani waonekane wajuzi wa mambo mengi kuliko binadamu wengine. Lakini mara nyingi mambo huja tofauti kabisa katika maisha yao, kwani badala ya watu kuwaona wajuzi, watu huwaona watu wanaojifanya wajuaji katika vitu ambavyo hawavijui. Hebu jiulize, yule mtu ambaye anajifanya mjuaji katika urafiki wenu huwa mnamuonaje? Ni wazi kuwa binadamu wengi wanaozungumza kupita kiasi kwa sababu wana tamaa ya kuwaonesha watu wengine wao ni wajuzi kuliko binadamu wengine. Kuna vitu vingi ambavyo huwa hawavijui kiundani, kwani ni vitu ambavyo havina hata uthibitisho. Wanapenda kuzungumza tu ili mradi waweze kuyatawala mazungumzo na kuonekana wao wanajua, yani wana elimu katika mambo mbalimbali kuliko vitu vingine. Lakini kuna muda huwa wanakosa logic, wanakosa mpangilio mzuri wa maneno na siri ya kisaikolojia ambayo unatakiwa kuijua na kuiweka akilini. Kadri mwanadamu anavyozidi kuwa mzungumzaji kupita kiasi, ndivyo busara yake huwa inaonekana kuwa chini kuliko wanadamu wengine. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini katika ulimwengu wa saikolojia,
Watu wengi wana utamaduni wa kumheshimu mwanadamu ambaye anajua kuzungumza, wakati gani anaotakiwa kuzungumza na ni wakati gani ambao anatakiwa kunyamaza. Binadamu wengi wa kimya wanayo tabia hii. Wanaweza kuzungumza pale tu wanapojua wanatakiwa kuzungumza, lakini mara nyingi pale ambapo hawatakiwi kuzungumza huwa wananyamaza. Na ndiyo maana binadamu wengi wa kimya wanapendwa na binadamu wengi sana, lakini huwa wanaonekana binadamu wanaojielewa, wanaojiheshimu na wenye busara kuliko binadamu wengine. Kwa sababu hiyo, embu punguza mdomo. Hanifa, unanisikia? Punguza tabia ya kuzungumza kupita kiasi. Namba 3, ukimya utakusaidia kujifunza mambo mengi ambayo mwanzo haukuwa ukiyajua. Unajua, moja kati ya siri ambayo unatakiwa kuijua kuhusu binadamu wa kimya wana kawaida ya kutumia masikio yao kuliko midomo yao. Hali hiyo hupelekea waweze kusikia mambo mbalimbali ambayo binadamu wengi waongeaji hawayajui. Kwa sababu ya mengi ambayo wanayasikia kwenye maisha yao, wanaweza kujifunza vitu ambavyo binadamu wengi hawavijui, na hata uelewa wao huwa unakuwa ni mkubwa kuliko binadamu wengine, kwa sababu ni watu ambao asilimia kubwa ya vitu ambavyo vinazungumzwa wao wanavisikia. Yani wao si wazungumzaji, na mwanadamu anaweza kujifunza pia kwa kusikia. Hivyo ukimya unaweza ukakupa nafasi ya kuelewa mambo ambayo binadamu wengine hawayajui. Ukimya utakupa maarifa mapya ambayo binadamu wengi hawayajui katika maisha yao. Kwa sababu hiyo, hata wewe wakati mwingine ni vema ukajenga utamaduni wa kuyatumia masikio yako kuliko mdomo wako, kwani kitendo hicho kitakujengea uelewa mkubwa ambao binadamu wengi hawana katika maisha yao. Namba 4, ukimya unaweza kuwafanya binadamu wengine wajifichue mbele yako bila hata kutumia nguvu nyingi. Moja kati ya mbinu za kisaikolojia ambazo hata mwanadamu mwongeaji anaweza kuzitumia ili kuwafanya wabaya wake wajifichue mbele yake ni ukimya. Kwani unapokuwa kimya, unamtengenezea maswali mengi sana mwanadamu ambaye anajua kabisa kuna kitu ambacho unatakiwa kukijua kuhusu yeye. Unapokuwa kimya, utamfanya mwanadamu mwingine ajieleze kupita kiasi ili aweze kukuaminisha kuwa kitu ambacho anakuambia ni ukweli kabisa, ni kuliko unapokuwa unabishana naye. Tabia ya ukimya huwa inaweza kukupa nafasi ya kuwaelewa watu wengine kuliko unapokuwa mwongeaji kupita kiasi. Kwa sababu hiyo, ninatamani na wewe uweze kujifunza kukaa kimya katika baadhi ya nyakati ili kuweza kujua ukweli katika baadhi ya mambo kwenye maisha yako. Namba 5, ukimya una nguvu ya kulinda amani na mahusiano yako kwenye maisha yako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua, ukimya si udhaifu kama watu wengi wanavyodhani, bali ukimya ni nguvu ya kweli ambayo ukiwa nayo, basi utaweza kulinda amani ya moyo wako. Kwani wakati mwingine tabia ya kuzungumza kupita kiasi inaweza kuvunja amani mara kwa mara katika moyo wako, kwani ni rahisi kukwazana ama kupishana na watu wengine. Lakini pia ukimya unaweza kuyalinda mahusiano yako na watu wengine, kwani binadamu wengi wa kimya huwa ni vigumu kuhitilafiana na watu wengine. Jiulize utofauti uliopo kati ya yule rafiki yako mkimya na yule rafiki yako mwongeaji. Ni yupi ambaye huwa unapishana naye mara kwa mara kwenye maisha yako? Bila shaka ni yule mwongeaji kupita kiasi, na mara nyingi unakuwa unapoteza amani ya moyo wako pindi unapokuwa unazungumza mara kwa mara na watu wengine. Kama utajifunza kuwa mkimya, amini usiamini, utakuwa na amani ya moyo wako, lakini mahusiano yako na ndugu, rafiki na jamaa yako yatakuwa imara, ambayo yatadumu kwenye maisha yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.